Moja kwa moja tunaingia katika safu ya uchambuzi na tunaanzia eneo la Mashariki ya Kati ambapo jeshi la Israel limeripoti kuwa Iran imefanya mashambulizi mapya yaliyohusisha msururu wa makombora mchana wa leo. Hayo yanajiri wakati waziri wa mambo ya nje wa Iran akiwa mjini Geneva kwa mazungumzo na baadhi ya wenzake wa Ulaya katika juhudi za kutatua mzozo huo. Kwa mkusanyiko wanaoendelea katika mzozo huo, Angela Mdungu ameandaa taarifa ifuatayo. Taarifa ya jeshi la Israel imesema ving'ora vya tahadhari vilisikika katika maeneo kadhaa ya nchi hiyo saa chache zilizopita baada ya Iran kuifyatulia makombora. Katika taarifa za awali kuhusu shambulio hilo, shirika la huduma za uokoaji la Magen David Adom la Israel limeripoti kuwa watu wawili wamejeruhiwa, lakini halikutaja eneo la tukio. Haya yanajiri wakati waziri wa mambo ya kigeni wa Iran Abbas Araghchi akifanya mazungumzo na wenzake wa Ujerumani, Ufaransa, Uingereza na mkuu wa sera za kigeni wa Umoja wa Ulaya mjini Geneva katika juhudi za kutafuta suluhisho la kidiplomasia ili kumaliza mzozo huo. Kuhusu mazungumzo ya kidiplomasia na Marekani, Araghchi kupitia mazungumzo ya Alhamisi yaliyorushwa mapema leo kwa njia ya televisheni amesisitiza kuwa nchi yake haitofanya majadiliano na Marekani. Ni kweli Wamarekani waliomba mazungumzo na jibu lilikuwa hapana. Na kwa wengine, kama wanataka majadiliano ambayo hayana maana kwa sasa, hatuna tatizo na hilo. Nchi tatu za Ulaya pamoja na mkuu wa sera za kigeni wa Ulaya wameomba mkutano Geneva. Muda mfupi baada ya kuwasili Geneva leo, Araghchi alihutubia kikao cha Baraza la Haki za Binadamu la Umoja wa Mataifa na kusema kuwa shambulio la Israel la Juni 13 ni usaliti wa diplomasia kati ya Iran na Marekani. Naye rais wa Ufaransa Emmanuel Macron amesema leo Ijumaa kuwa Ufaransa na mataifa mengine ya Ulaya zitafanya juhudi za kutoa suluhisho kwa Iran juu ya namna ya kumaliza mzozo wake na Israel. Ameonya kuwa mpango wa nyuklia wa Iran unatishia kuleta madhara makubwa na ametoa wito wa juhudi za kidiplomasia za kudhibiti. Katika hatua nyingine, maelfu ya watu wameungana katika maandamano dhidi ya Israel kwenye mji mkuu wa Iran, Tehran. Maandamano haya yamefanyika baada ya sala ya Ijumaa, huku waandamanaji wakitoa matamshi ya kuwaunga mkono viongozi wao. Waandamanaji hao wameonekana wakiwa wamebeba picha za makamanda waliouawa tangu vita kati ya Iran na Israel vilipoanza na kupeperusha bendera za Iran na kundi la Hezbollah la Lebanon. Maandamano kama hayo yameripotiwa pia Lebanon na Iraq. Ni Angela Mdungu na mzozo wa hivi karibuni kabisa kati ya Israel na Iran. Lakini tunasalia katika kanda hiyo ya Mashariki ya Kati ambapo mateso ya kibinadamu kwa watoto katika ukanda wa Gaza yanaendelea kuongezeka, huku shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia watoto UNICEF likionya kuhusu hali ya mateso isiyowahi kushuhudiwa. Katika mahojiano maalum na shirika la utangazaji la Japani NHK, naibu mkurugenzi mtendaji wa UNICEF Kit van der Heijden alielezea hali ya Gaza kama ya kusikitisha sana na kutoa wito wa kusitishwa mara moja kwa mapigano pamoja na kufunguliwa kwa njia ya misaada ya kibinadamu bila vikwazo. Silvanus Karemera na taarifa kamili. Afisa mwandamizi kutoka UNICEF amesema kuwa tangu mwezi Machi shirika hilo limezuiwa karibu kabisa kuingia Gaza, jambo ambalo limeathiri pakubwa juhudi za kutoa misaada ya kuokoa maisha kwa maelfu ya watoto waliokwama kwenye mgogoro huo. Naibu mkurugenzi mtendaji wa UNICEF anayehusika na ushirikiano wa kimataifa Kit van der Heijden alitoa kauli hiyo wakati wa ziara yake jijini Tokyo katika mahojiano maalum na NHK siku ya Alhamisi. Kwa mujibu wa van der Heijden, takriban watoto 50,000 katika ukanda wa Gaza wameuawa au kujeruhiwa tangu mapigano baina ya Israel na Hamas mnamo Oktoba mwaka 2023. Alisema kiwango cha mateso kwa watoto ni cha kutisha, kikichochewa zaidi na mfumo wa afya unaoporomoka na njaa iliyoenea kote. Si tu kwamba tumeona ongezeko la utapiamlo na huduma za afya zikielekea kuporomoka, bali pia sisi kama Umoja wa Mataifa na wadau wetu hatuwezi kuwafikia watoto wanaotuhitaji. Kama unavyofahamu, tangu Machi tumezuiwa kabisa kuingia Gaza. Naibu huyo alitoa wito kwa pande zote katika mgogoro huo kuruhusu upatikanaji wa misaada ya kibinadamu na kuwalinda raia, hususani watoto. Tunazihimiza pande zote kusitisha ghasia ili watoto waweze kupata tumaini japo kidogo na pumziko waliostahili, aliongeza. UNICEF inasema utapiamlo unaongezeka kwa kasi ya kutisha, huku vituo vya afya vikiwa ama vimejaa kupita uwezo
au havifanyi kazi kutokana na mabomu na uhaba wa vifaa. Van Dyden alionya kwamba iwapo njia za kufikisha misaada hazitafunguliwa tena, hali hiyo inaweza kusababisha vifo vingi vya watoto ambavyo vingezingatiwa kuwa vinaepukika. Aidha, alizungumzia hali ya watoto duniani kwa ujumla, akieleza kuwa huu ndio wakati mbaya zaidi kuwa mtoto katika historia ya UNICEF. Mmoja kati ya kila watoto 6 duniani anaishi katika migogoro au anakimbia migogoro hiyo, alisema, akisisitiza kuwa hali hiyo haina kifani. Kuhusu mvutano unaoendelea kati ya Israel na Iran, Van Dyden alithibitisha kuwa watoto katika pande zote mbili wameathirika. Alikariri wito wa katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres wa kujizuia kwa kiwango cha juu na kuzitaka nchi hizo kuzingatia athari za kijeshi kwa raia, hasa watoto. UNICEF inaendelea kusisitiza umuhimu wa kufunguliwa kwa njia za misaada ya kibinadamu kuelekea Gaza, ambako mamilioni ya watu bado wanahitaji msaada. Lakini bila kusitishwa kwa mapigano na ushirikiano wa kimataifa, shirika hilo linasema linashindwa kutekeleza majukumu yake na watoto ndio wanaobeba gharama kubwa zaidi. Urusi na Ukraine kwa mara nyingine zimebadilishana wafungwa wa kivita chini ya makubaliano yaliyofikiwa nchini Uturuki mwezi huu. Wizara ya Ulinzi ya Urusi imesema zoezi hilo la 6 kwa mara nyingine lilifanyika kwenye mpaka wa Ukraine na Belarus. Hakuna idadi rasmi iliyotolewa, lakini kwa mujibu wa ripoti za vyombo vya habari inaaminika kwamba pande zote zilikabidhi idadi sawa ya mateka. Kwenye mazungumzo ya nchini Uturuki, Ukraine na Urusi zilikubaliana juu ya kubadilishana wafungwa wa kivita wenye umri chini ya miaka 25. Kwa mujibu wa taarifa ya Rais wa Urusi Vladimir Putin, nchi hizo mbili zimebadilishana wafungwa wa kivita zaidi ya 900. Hata hivyo, Ukraine haijathibitisha idadi hiyo. Taarifa hii ya habari za ulimwengu inakujia kutoka DW Bonn, Geneva. Mkuu wa kitengo cha haki kwenye Umoja wa Mataifa, Volker Turk, amesema kuongezeka kwa mapigano magharibi na katikati ya Sudan kunaweza kuleta madhara makubwa kwa raia wa nchi hiyo. Katika taarifa yake aliyoitoa hii leo, Turk ametanabahisha juu ya kutokea athari kubwa kutokana na uhasama unaoendelea katika majimbo ya Darfur Kaskazini na Kordofan. Amesema hali hiyo inazidi kuwa mbaya kutokana na kutowajibishwa kwa wahusika. Na katika nchi jirani ya Sudan Kusini, Umoja wa Mataifa umesema upungufu wa fedha umelazimisha shirika la uhamiaji kuahirisha maunganisho muhimu ya usafiri katika nchi hiyo na kuwaacha watu wanaokimbia vita wakiwa wamekwama. Sudan Kusini imetumbukia katika vita na umasikini tangu ipate uhuru mnamo mwaka 2011.